Kila siku mama alipokwenda kumchukua mwanawe shuleni, alikuwa akipamba teksi yake kwa mandhari ya nchi mpya, kwa sababu mwanawe aliota kuona ulimwengu wote. Wakati huo alikuwa ametengeneza mandhari ya Kijapani ya ninja. Hata baada ya kutumia siku nzima akiwasafirisha abiria, alikuwa akijaribu kubadilisha mandhari ya gari kabla ya kumchukua. Siku iliyofuata alichagua mandhari ya Ufaransa na mnara wa Eiffel ukiwa ndio kivutio kikuu. Baadhi ya wateja hawakupenda mapambo hayo, lakini aliendelea kufanya hivyo kwa ajili ya mwanawe. Hata akisimamia nyumba peke yake kila siku, mama hakuwahi kuchoka wala hakuwahi kukata tamaa. Siku zote alikuwa akitabasamu na kugeuza teksi yake kuwa kama nchi yoyote. Siku moja alipamba gari kana kwamba ni Uswisi na picha za theluji na milima. Siku nyingine akaifanya ionekane kama misitu ya Indonesia. Siku moja alichelewa kumchukua mwanawe kwa sababu tairi yake ilipasuka njiani na ilimbidi aibadilishe mwenyewe. Ingawa alikuwa amechoka, alijaribu kama kawaida kumfurahisha mwanawe. Alipofika shuleni, mwanawe alikuwa amekaa huku akiwa na huzuni. Alikuwa amechoka kumngojea hata jioni. Lakini mara tu alipoona kwamba wakati huu gari lilikuwa limepambwa kwa mtindo wa Kiarabu na hata lilikuwa na mchanga halisi ndani, hasoni usoni mwake ikatoweka, ikabadilishwa na tabasamu kubwa. Alikuwa amefanya haya yote ili kuona tabasamu lile moja. Miaka 19 baadaye, mama yake alikuwa amezeeka na sasa alikuwa ameacha kazi yake ya udereva wa teksi. Kisha siku moja mtu alimuita kutoka nje. Alikuwa ni mwanawe, sasa mtu mwenye mafanikio. Alikuwa amevaa nguo zile zile ambazo mama yake alikuwa akivaa alipokuja kumchukua shuleni. Alitabasamu na kusema, "Njoo mama, sasa ni zamu yangu kukuonyesha ulimwengu." Macho ya mama yake yalijaa machozi ya furaha na akamkumbatia mwanawe kwa nguvu. "Uone ulimwengu pamoja na mtu aliye maana yako duniani."